بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. tunaendelea na kitabu Fiqh Sunna, tukiwa katika mlango wa adabu za kwenda chooni au adabu za kwenda haja, na tulifika katika hii sehemu ya 9, sehemu isemayo katika adabu za kwenda haja, alla yabula fi mustahammihi, ni kwamba mwenye kwenda haja asifanye haja ndogo katika sehemu yake ambayo kwa kawaida yeye anakogea. Hala pake pakogea pale pakogea tu, isiwe tena na haja ndogo hapo hapo. Wala fil ma'i rakid, wala asende haja ndogo katika maji ambayo yametulia, hayendi, au iljari, au hata maji ambayo yanakwenda, kwa sababu anaweza kuhatarisha afya za watu kwa kufanya haja katika maji ambayo yametuama. Ni hadithi Abdullah ibn Mughaffal, na hayo ya kukatazwa mtu kufanya haja katika maji yaliyotulia yamekuja dalili yake kwa hadithi ya Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba mtume amesema, la yabulanna ahadukum fi mustahammihi, asifanye haja ndogo mmoja wenu katika sehemu yake kukogea, thumma yatawaddau fihi, kisha akatawadha ndani ya sehemu hiyo. Fa inna ammatal waswasi minhu, kwa sababu mwingi wa wasiwasi utakuwa umetokana na jambo hilo, kwamba yeye anafanya haja ndogo pale pale anakogea, atajitia wasiwasi sana pale. Na wasiwasi ni katika ugonjwa mkubwa sana mtu akiwa nao. Shetani anakuwa mwepesi kumuingia, kumharibia ibada zake kama ataanza kutia wasiwasi katika nafsi yake. Shetani humfikisha mtu mpaka akawa haamini ibada anayoifanya kwa sababu ana wasiwasi. Akifunga swala anaiona haikutimia, anafungua, anafunga tena, na ikiwa ni swala ya jamaa basi atafika imamu mpaka kusujudu, yeye bado maamuma hajafunga swala, kwa sababu ana wasiwasi kwenye moyo wake. Na wasiwasi huu kama utaanzia huko nyumbani, kwa kuwa anafanya haja ndogo katika sehemu za kukogea, basi anaanza kujitisha, sijui udhu na sijui najisi imenukia, sijui niko tohara mimi, bora nsende, bora nsifa, namna kama hii. Ni katika ugonjwa mbaya mno mtu kuwa na wasiwasi sana. Anadhoofika mtu kwenye moyo wake mpaka anakuwa haamini chochote akifanyacho. Tena inakuja mpaka haamini chakula kilichopikwa na yote mwingine, haamini mpaka chombo atachotiliwa katika chakula, haamini nguo yake iliyoiva. Alimbadi ni katika ugonjwa mbaya mno. Inakuja wasiwasi mpaka ibada unayoifanya ile unaona huimalizi, ila utaanguka hapo ufike mbali hapo. Vitisho vinakujia vya ajabu. Kwa hivyo mtume katika kukimbiza wasiwasi anasema kwamba asifanye haja ndogo mmoja wenu katika sehemu anayokogea, kisha akatawadha pale pale, kwa sababu mwingi wasiwasi utakuwa na mwanza pale. Ni pahala ambapo hapaamini, si safi. Kwenye Qur'ani imeteremka sura nzima, mtu akatakwa ajikinge na jambo hili la wasiwasi. Imekuja katika muawadhataini, moja katika sura muawadhataini, qul a'udhu birabbin nas, sema kwamba mimi najilinda kwa Mola wa watu, malikin nasi, mfalme wa watu, ilahin nasi, muabudiwa wa watu. Najikinga na nini kwa Mola huyo? Min sharril waswasi, kutokana na shari ya wasiwasi, maana jambo baya sana ile mtu wanalo. Alwaswasi hapo ni yeye shetani, hasa mwenye kutia wasiwasi, ambaye alkhannasi ni mwepesi sana kujificha akakimbia. Kama mtu atakazana, kama mtu atajikinga kwa Mwenyezi Mungu sawa sawa, basi yeye ni mwepesi kukaa kando. Lakini kama atagundua kwamba kwenye moyo wa huyu ni moyo mwepesi, moyo mpumbavu, anatawala vizuri, anakuwa anatisha sana, anaendesha mambo yake sana. Lakini al-khannas ni mwepesi kujificha endapo mtu atakazana.
alladhi yuwaswisu, ambaye anatia wasiwasi fi suduri nasi, ndani ya vifua vya watu, min aljinnati, na hawa ni kutoka majini, wa nasi, na binadamu vile vile wapo. Kwa hivyo wasiwasi ni kitu ambacho mtu hatakiwi kuwa nacho. Sura hizi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa amefanya kawaida, hasa tokea kuteremka kwake sura hizi, hakuwa akilala wakati anataka kulala ila anahakikisha amesoma sura hizi pamoja na kul huwallahu na ayatul kursi, kisha anapuliza kwenye mikono yake viganja kiasi mara 3, anasoma na kupuliza mara 3, anajipaka mwili wake mzima kila anapojipatia, kisha anamwachia Mwenyezi Mungu. Na naam, Mtume hajapata kufanya upumbavu, hajapata kucheza. Sio kitu ambacho ni maskhara, istihzai, ni kitu cha kweli kweli, ni kinga ya kweli kweli hasa. Kwa hivyo fa inna amaka alwaswasi minhu, hakika mwingi ya wasiwasi unatokana na mtu kufanya haja ndogo hapo hapo na akawa anakoga hapo hapo. Rawahu al-khamsa, hadithi hii wameisimulia maimamu watano. Lakin qawluhu thumma yatawaddau fihi, lakini tamko lake hili la kusema kisha akatawadha katika sehemu hiyo, tamko hili la hadithi li Ahmad wa Abi Daud faqat, ni tamko ambalo wamelisimulia Imam Ahmad na Abi Daud basi. Wengine wamepokea hadithi hii lakini halikuwemo tamko hili thumma yatawaddau fihi, kisha akatawadha hapo. Wamepokea kama Mtume kasema kwamba asifanye haja ndogo mmoja wenu katika sehemu yake ambayo anakogea, lakini hamkuwa na tamko thumma yatawaddau fihi. Tamko hili amepokea Ahmad na Abi Daud. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, na kutokana na Jabir Mwenyezi Mungu mwiradhi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kama Mtume sallama, anna an-nabiy sallallahu naha, kwamba Mtume amekataza an yubala, kufanywa haja ndogo, fil ma'i rakid, katika maji yaliyotulizana, katika vidimbwi au mvua imenyesha yakatulia maji kama mnazi mmoja hivi na pala pengine yale maji yatulia, kakataza mtu pale kwenda kufanya haja ndogo katika maji yale. Fil ma'i rakid, rawahu Ahmad, hadithi amesimulia Ahmad wa Muslim wa Nasa'i wa Ibn Majah. Wa anhu, na kutokana na huyo Jabir radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam naha, kwamba Mtume amekataza vile vile alla yubala fil ma'il jari, pasifanywe haja ndogo pia hata katika maji yanayokwenda. Qala fi majma'i zawaid, amesema mwanachuoni mmoja katika kitabu kilichoitwa Majma'i Zawaid kwamba maneno hayo rawahu Tabarani, ameyasimulia Tabarani, wa rijaluhu thiqatun, na watu wake hadithi hiyo ni watu wa kweli, watu madhubuti. Kisha akasema mbele yake huyo mwenye kitabu Majma'i Zawaid, akasema kwamba fa in kana fil mughtasil, endapo ikiwa mtu anakoga katika pahala pa kukogea, mathalan nyumbani kwake mtu ana uwezo, amefanya lile bath ya kukogea katika choo chake, nahwa bil wa'a, mfano katika chombo kama hicho cha bath, anasema huyo mwanachuoni fala yukrahu al-bawl fihi, hapo hapatachukizwa kufanya haja ndogo ndani yake wakati anakoga. Maneno haya ni maneno ya mtu tu, sio dalili kutoka Mtume. Madhali Mtume ameshakataza nyuma asifanye haja ndogo mmoja wenu katika sehemu ambayo anakogea, basi ikiwa ni chooni, katika bafu lake, hata kama anayo swimming pool yake nyumbani, basi isiwe tena haja ndogo mle mle. Hii kasema kwa sababu maji yale aghlabu yanatolewa, panasafishwa pale, yanatolewa, yanatiwa mengine, ndio maana akasema haja hii. Lakini si kawaida ya binadamu aliyemsafi, maridadi, mstaarabu, kwamba atafanya haja ndogo hapo hapo ambapo yanakoga, si katika desturi nzuri. Ingawa akasema hapo fala yukrahu al-bawl fihi, hapatachukizwa kufanya haja ndogo ndani yake, lakini wende katika kauli ya Mtume bora zaidi. Pahala ambapo mtu anapokogea anatakiwa afaheshimu, afaweke kwamba hapa ni pa kukogea tu, isiwe tena na haja nyingine zinafanywa hapo hapo.
Jambo la 10 katika adabu za kwenda haja, alla yaqula qa'iman, ya kwamba asifanye haja ndogo mtu huku akiwa wima amesimama. Kwa nini? Kwa sababu limunafatihi alwaqar, kwa kukosekana kwake ile tabia ya utu. Kuna utu, kuna ubinadamu. Mnyama ukimuona anafanya haja ndogo wima hustaajabu, ni kawaida yake kama mnyama, lakini binadamu anapokuwa anafanya ndogo haja hali ya kuwa yuko wima, inakuwa kwa hakika si katika tabia nzuri, si utu, si barabara. Labda iwepo dharura. Ikiwepo dharura, basi dalili ipo huku nyuma itatajwa kwamba inaweza kujuzu hivyo. Lakini bila dharura hivi hivi tu mtu asipendelee kufanya haja ndogo akiwa wima. Limunafatihi alwaqar, kwa sababu ya kukosekana kwake yeye utu, wa mahasil aladati, na tabia nzuri nzuri ambazo binadamu anatakiwa awe nazo. Anapokwenda haja ndogo mtu atuchame kwa desturi. Waliannahu, na sababu nyingine, kwa sababu yeye qad yatatayara alayhi rashashuhu, huja zikamrukia zile chembe chembe au chachizo za mkojo zile, huenda akakojwa wima ikawa zinapata nafasi ya kumrukia rukia, mwenye hana habari. Mkojo unaingia nguoni, hana habari mwenyewe. Atatoka pale akatawadha akaswali, kumbe najisi zima nguo zake, hana habari. Matokeo yake itakuwa salaki batil. Waliannahu qad yatatayara alayhi rashashuhu, na kwa sababu huenda zikamrukia yeye chembe chembe za mikojo kama atakojwa wima. Lakini anasema fa idha amina min ar-rashashi jaza, itapokuwa amesalimika na kurukiwa na chachizo za mikojo, chembe chembe za mikojo, matone yale, basi hapa itakuwa imejuzu kufanya haja ndogo wima, kama amesalimika na kurukiwa chembe hizo. Fa idha amina min ar-rashash jaza, itapokuwa amesalimika na kurukiwa na chembe chembe za mikojo, basi imejuzu. Qalat Aisha, bibi Aisha mama wa Uislamu radhiyallahu anha, amesema hivi: man haddathakum anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu. Bibi Aisha anasema, atakaye kusimlieni nyinyi Waislamu ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu amewahi kukojoa wima, msimsadiki huyo. Akaendelea kusema bibi Aisha, ma kana yaqulu illa jalisan, hakuwa mtume akifanya haja ndogo ila kwa kuchuchama. Hadithi hii ya bibi Aisha rawahu al-khamsa, wameisimulia maimamu watano illa Abu Daud, isipokuwa katika tano hao Imam Abu Daud hakuwemo. Qala Tirmidhi, Imam Tirmidhi akasema kuhusu hadithi hii ya bibi Aisha, huwa ahsanu shay, ama hili ndio jambo zuri fi hadha albabi, katika mlango huu wa adabu za kwenda haja. Kutokea hadithi ikawa mtume hajapatapo kwenda haja ila kuchama, anasema Tirmidhi, hili jambo zuri sana katika mlango huu. Inta, maneno yamekomea hapo, hakuna anayepinga. Ni kweli hivyo ndivyo ilivyo. Lakini sasa mwenye fikri sunna Sheikh Said Sabiq anasema hivi, bibi Aisha ndiyo ashasema hivyo, kwamba atakaye kusimulieni kwamba mjumbe wa Mungu amewahi kufanya haja ndogo wima, msimsadiki huyo. Hakuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu akifanya haja ndogo ila kwa kuchuchama. Sawa. Said Sabiq anasema, wa kalamu Aisha, na maneno haya ya bibi Aisha, mabniyun ala ma alimat, yamejengewa hoja kwa kile ambacho anakijua yeye. Wakati wote alikuwa naye mtume katika uhai wake hajapata kumshuhudia kufanya haja ila kachuchama. Bibi Aisha ni mkewe mtume, mama wa Uislamu, kwa muda wote ambaye yeye anaye mtume nyumbani kwake au popote pale hajapata kumuona yeye. Sawa kabisa. Ndiyo maana akasema, atakaye kusimulieni mjumbe wa Mungu amewahi kufanya haja ndogo kwa kusimama wima, basi huyo, kwa sababu yeye mwenyewe Aisha hajapatapo kujua jambo hilo.
wa kalamu Aisha mabniyun ala ma alimat, maneno haya ya bibi Aisha yamejengewa kwa kile ambacho anakijua yeye. Fala yunafi ma ruwi an Hudhaifa, hayawezi kukataa maneno hayo kile kitu ambacho amekisimulia au yamesimuliwa maneno kutoka kwa sahaba wa mtume bwana Hudhaifa ibn al-Yamani. Hudhaifa alikuwa yeye ni mmoja katika wanaomtumikia mtume, hasa kumsogezea maji ya kustanji. Anapokwenda haja basi anamsogezea maji wao. Sasa mara nyingi Hudhaifa anakuwa naye mtume huko safarini kwenye ghazawati. Anapokuwa jangwani, Hudhaifa anakuwa naye mtume, na yeye ndiye anayempelekea maji ya kustanji haya. Maneno ya bibi Aisha yale hayawezi kuyapinga maneno yaliyosimuliwa kwa Hudhaifa ibn al-Yamani radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu awe radhi naye. Anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anasimulia Hudhaifa kwamba mtume wa Mungu intaha ila subaqati qaumin, alikwenda akamalizikia kwenye subaqati qaumin. Na neno subaqa analifasiri kwamba linasoma bidhammi su, mulki at-turabi wal qumama, ni sehemu ambayo panatupa mchanga pale, takataka. Tunasema jalali sisi watu wa Unguja, lakini bara wasema jalalani. Haya, jalala au kwenye dampo. Haya, mtume alikwenda zake mpaka sehemu ambayo watu wanatupa vitu pale, vichafu, michanga, takataka, akamalizikia pale mtume. Sabala anasema Hudhaifa akafanya haja ndogo mtume pale jihani, qaiman, hali ya kuwa yuko wima. Na mimi yani Hudhaifa, kwa kuwa ndio ninompelekea maji ya kustanji tunapokuwa safarini wenyewe, basi nishaelewa mwenyewe mtume akisogea mbele hivi huwa ninajiweka tayari mimi, au naambia kabisa kwamba jiweke tayari na vyombo vyako. Fatana haitu, nikajikohoza ili kumuuliza, je, tayari nije huko? Maana kenda Faraghani mtume kule peke yake. Nikajikohoza kama ndo namtaka shauri pale, je, nije nikuletee maji? Faqala, mtume akajibu, adni, kurubia, tayari njoo, nimekwisha, leta vitu. Apelekewe mtume maji standi pale. Hudhaifa anampelekea maji. Anasema Hudhaifa, fadanautu, basi nikakurubia, hatta kuntu inda aqibaihi, mpaka nikasimama mbele ya visigino vyake viwili, chini yake nikakaa karibu pale. Fatawadha, nikampa maji mtume akatawadha. Wa masaha ala khuffaihi, siku hiyo kwa mara yangu ya mwanzo nikamwona mtume anapangusa juu ya hofu zake mbili, hakuzivua hofu zile. Hapa amemalizikia hapa, lakini hadithi hii imeendelea katika vitabu vingine. Fa ahwaitu, nikainama mimi lianzia khuffaihi, ili nizivue hofu zake mbili. Mtume akanambia kwamba da'ahuma, ziache, fa inni adkhaltuhuma tahiratayn, kwani mimi nimezivaa hizo zikiwa safi, nishakuwa na udhu wangu. Sasa hukumu yake hapa, nitatawadha tu na nitapaka maji juu yake tu kwenye bapa la mguu, sio nyayoni, juu ya mguu. Hudhaifa kwa mara ya mwanzo akaona hukumu ya kupaka hofu pale. Mlango wa hofu hatuzungumzi sasa hivi, unakuja mbele. Tutapoteza muda na kitu ambacho kiko mbele yake kitakuja kwa urefu kabisa. Basi yale maneno ya bibi Aisha pale aliposema kwamba atakaye kusimulieni kuwa mtume amefanya haja ndogo hali ya kuwa yuko wima, msimsadiki, hakuwa akifanya haja ndogo ila amechuchama. Maneno yale mabniyun ala ma alimat, yamejengewa kwa lile ambalo analolijua yeye bibi Aisha. Hapingwi pale kabisa, kataliwi, ndivyo anavyofahamu, hajapata kuona vingine. Lakini mtume anapokuwa safarini sasa nje, huwa nao watu wake, na Hudhaifa anakuwa nao hawa. Hudhaifa ni mmoja katika waliokuwa kimsogezea mtume vitu kama hivi. Ibn Mas'udi, yeye Hudhaifa, kina Anas ibn Malik wakifanya katika kama hizi. Hadithi hii rawahu al-jamaa, wameisimulia maimamu wote saba, akiwemo ndani yake Bukhari na Muslim. Qala an-Nawawi, Imam an-Nawawi
ndiye aliyekusanya hadithi katika Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin tunasoma hii baada ya adhana pale, yeye ndio kakusanya hadithi zake, katunga hii kitabu kile. Na ni katika mtu wa madhehebu ya Kishafi. Shafi'i mkubwa sana yeye, Imam Nawawi. Anasema Nawawi kuhusu hukumu hii ya kufanya haja wima. Anasema hivi: al-bawlu jalisan ahabbu ilayya. Kufanya haja ndogo katika hali ya kuchutama unapendeza mno kwangu mimi. Lakini wa qa'iman mubahun, na wima inajuzu vile vile. Sasa dalili zipo, hoja zipo. Hususan anapokuwa mtu ana dharura. Mtume pale kwenda jirani bwana, jirani ndo jirani. Pachafu sana pale pahala pengine. Pengine akitutama pale kitoke kidudu pale kimpige. Pengine akitutama pale kuna maafa mbalimbali yatatokea. Amehisi kwamba hapa pengine giza ni hatari kututama, basi amesimama na anahakikisha kwamba haja ndogo ile haitomrukia rukia. Anapiga chenga upepo ana usupport, haupigi chenga, ana usupport, anapeleka ule upepo unapokwenda ili ile maji najisi isikarudi kwake kamwingia. Anatafuta pahala kwenye bonde, kwenye kilima, anapeleka kilimani chini kule. Namna kama hiyo. Akishaweza mtu kuhakikisha kwamba najisi haitomrejea mwenyewe, anaweza akafanya haja ndogo wima. Hilo jambo limewahi kutokezea kwa Mtume. Imam Nawawi anasema al-bawlu jalisan ahabbu ilayya. Kufanya haja ndogo katika hali ya kuchutama unapendeza sana kwangu mimi. Napenda hivyo, ndio tabia ya binadamu, ndio utu hasa, heshima. Nachutama ndio heshima, ndio vizuri. Wa qa'iman, lakini na wima pia mubahun, ni kitu ambacho jawaz. Mubahun yani jaiz, najuzu. Kisha anasema Imam Nawawi wa kullu dhalika thabitun an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Yote mawili haya, kututama na wima, yamethibiti kwa Mtume kwamba yametokezea. Kitu muhimu ni kwamba mtu ajilinde sana na ile najisi yenyewe ile isije kambukia. Na kuna baadhi ya watu, labda wengi, wanapofanya haja ndogo kututama, aghlabu ule mkojo unakuwa haumaliziki, ila pale yapate tabu sana ya kujikohoza kwa nguvu labda, lakini akiondoka pale kanyanyuka tayari vitu baada ya muda kidogo kutoka tena. Lakini kama atakaa wima, basi simama wima, basi utamalizika wote. Hii kwa sababu ya valve anapotutama pale inakuwa kidogo imejipinda, imebenda. Kwa hivyo inakuwa haumaliziki wote mkojo. Kwa dharura kama hizo, basi ameruhusiwa mtu afanye wima, lakini huko anahakikisha kwamba haimrukii najisi. Akiwa hawezi kuikwepa najisi, basi bora tutame, na baadaye atainuka wima pale au malize huo uliobakia. Namna kama hiyo. Sehemu ya 11 katika mlango huu wa adabu za kwenda haja, an yazila ma ala sabilaini, ajitahidi mtu kuondosha kabisa uchafu uliomo katika njia mbili za haja. Ikiwa haja hiyo ni ndogo au kubwa, ajitahidi kwamba ameondosha yote najisi ile. An yazila ma ala sabilaini, ni kuondosha kile ambacho kiko juu ya njia mbili za haja. Aondoshe minan najasati, katika najisi. Kuondosha jambo hilo wujuban ni lazima. Bil hajari, anaweza kutumia mawe kama yeye ni mkosefu wa maji hapo alipo. Wama fi maanahu, na chochote kile ambacho kiko katika maana ya jiwe. Wama fi maanahu, na kitu chochote ambacho kiko katika maana ya jiwe, yani kinakwaruza, kinaondosha, akitelezi. Kama majani mabichi hayafai, kwa sababu ina mtelezo, inakuwa mtu anajipaka zaidi, hususan najisi yenyewe ikiwa choki kubwa. Atafute vitu vikavu, mashushu barabara. Karatasi hizi zinauzwa madukani, toilet papers barabara kabisa, ndizo zenyewe zile. Na Muislamu si makosa kutumia zile, kama atafuatishia maji sawa sawa kabisa, nzuri zaidi kuliko kupeleka mkono moja kwa moja kwenye najisi na maji si barabara. Ni bora kutanguliza mwanzo vitu kama vile kwanza kata zile za toilet paper za chooni zile, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam
aliwaambia watu wa Quba, hadithi ambayo bila shaka tutaiona mbele pengine. Aliwaambia, inna Allah yuthni alaikum, Mwenyezi Mungu anakusifuni sana nyinyi watu wa mji huu. Mna jambo gani kubwa mlifanyalo nyinyi? Wakajibu kwamba sisi inna nutbi'u alhijarata alma, sisi tunafuatisha mawe maji. Tunaanza kwa mawe kwanza kustanji, alafu baadaye anakuja maji. Kitendo hicho mtume anawaambia anakusifuni sana Mwenyezi Mungu kwa usafi manake. Kwa hali hiyo ni bora zaidi mtu kama nyumbani kwake atakuwa nazo zile karatasi za toilet papers, akaanza mwanzo kustanjia zile, halafu baadaye akafuatishia maji. Hii ni nzuri zaidi kuliko kupeleka mkono moja kwa moja kwenye najisi, ingawa maji ni kitu cha pekee katika kusafisha. Na madhali mtu atakuwa na sabuni yake pale mwenye kaiweka, akitoka chooni pale anakosha vizuri, sawa, lakini uzuri zaidi, tabia hasa nzuri ni kutumia kwanza kitu kingine kabla ya maji. Basi na chochote kingine kilichokuwa katika maana ya jiwe, min kulli jamidin, katika kila kitu kigumu, tahir, ambacho ni safi, lakini qali'un linnajasa, chenye kuingoa ile najisi yote ikawa haipo, kama unapogolewa mti na mizizi yake. Laisa lahu hurmatun, hakina kubakisha, yani hakina mtelezo kama majani mabichi vile. Majani mabichi na mtelezo unaweza ukajipaka zaidi kwa kustanji kitu. Au yazilaha bilma'i faqat, au mtu najisi aiondoshe kwa maji tu basi. Akikosa maji basi atafute vitu vilivyokuwa vinaweza kuondosha najisi ile moja kwa moja isiwepo. Au bihimama, au kwa vyote viwili pamoja, yani vitu vikavu na maji pamoja sawa, na hiyo ndio nzuri zaidi. Au bihimama, au kwa vyote viwili pamoja, yani vitu vikavu, karatasi, mashushu, mawe na maji baadaye, hiyo nzuri zaidi. Li hadithi Aisha radhiyallahu anha, kutokana na hadithi bi Aisha, Mwenyezi Mungu amradhi, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, kwa mtume kasema, idha dhahaba ahadukum ila al-gha'it falyastatib, atapokwenda mmoja wenu haja uko chooni basi na ajitengeneze vizuri. Falyastatib limetumika tamko falyastatib, alifasiri al-istitaba, huku kujitengeneza vizuri. Al-istinja maana yake ni kustanji, wasumia istitaba, na imeitwa hapa kujitengeneza vizuri kwa tamko la istitaba falyastatib, lima fihi min izalati najasa, kwa sababu ndani yake mna kuondosha najisi, wa tathhiri mawdhi'iha, na kusafisha pale pahala pake, min albadani, katika mwili. Imekuwa ndio imetumika tamko pale istitaba, yani kujisafisha, kustanji, kujitengeneza vizuri vile vile. Asiondoke pale ikawa kafanya kitu kuondoa njiani. Yeye ni Muislamu, anatakiwa simame mbele ya Mola wake afanye ibada, atakawa awe safi, na ibada haikubaliki mpaka awe safi. Akawe safi, safi wa mwili, safi wa pahala, safi wa nguo, ndipo atapoweza kumtaja Mungu wake pale ya sujudu, rukuu, hivi tu hapana. Muislamu anatakiwa simame mbele amwabudu. Kwa hivyo huwezi kuabudu Mwenyezi Mungu na mchafu. Mtume anasema hal yastatib, ajitengeneze vizuri, kwa sababu anatakiwa baada ya muda yeye awe anasimama mbele ya Mola wake kufanya ibada. Ajitengeneze bi thalathati ahjarin, kwa mawe matatu kama anakosa maji. Fa innaha tujzi'u anhu, mawe matatu yalikuwa mawe sio vijiwe vidogo sana kwa kujipaka. Haya ni mawe matatu ambayo anakamata, anajisafisha, hakuna najisi kumuingia mkononi, na aweka kamata makubwa, sio vijiwe vidogo kama golole afanasta, haustanji kitu, kujipaka chafu tu. Basi mawe matatu akitumia, fa innaha tujzi'u anhu, kwa hakika mawe hayo yatamtosheleza yeye. Kama amekosa maji basi atakuwa safi. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Abu Daud, hadithi ya Ahmad na Imam an-Nasa'i na Abi Daudi wa Daraqutni na Daraqutni vile. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, na kutokana na Anas ibn Malik amesema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yadkhulu al-khala'a, mtume alikuwa anaingia chooni, fa ahmilu ana, nilikuwa nikichukua mimi mwenyewe. Anas ibn Malik mtoto mdogo yeye,
kapelekwa na mama yake kwa mtume akalelewe ajue dini barabara, hali ya kuwa ni mdogo mtoto. Mtume akampokea mdogo kamlea. Ameondoka duniani mtume Anas ibn Malik ana miaka 20 tu. Ndogo. Kwa mambo mengi ya siri zile za kustanji hadithi Anas ibn Malik inakuwa ni kawiyu sana kwa sababu alikuwa naye mtume, au ile Hudhaifa alikuwa naye mtume, au bin Mas'ud. Ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume alikuwa yadkhulu al-khalaa, akiingia chooni, fa ahmilu ana, basi huchukua mimi, wa ghulamun nahwi, na kijana mwingine kama mimi tulivyo udogo wetu. Ghulamun nahwi anasema katika baadhi ya riwaya kataja kwamba ni Abdullah bin Mas'ud huyu kamkusudia. Tukichukua idawatan min ma'in, chombo cha maji, wa anazatan, na cha kutekea, unaweza kusema kata, kikopo. Anazatan ni kitu kingine cha kutekea. Anasema al-idawatu ina'un saghirin kal ibrik. Idawa hapa ni chombo kidogo kama birika la maji hivi. Anazatan hirbatan, hii anazatan ni cha kutekea kingine kama kata hivi, kikopo cha kutekea. Tukimpelekea mtume sisi, basi anasema Anas ibn Malik, fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi ida'atan min ma'in wa anazatan, nikichukua mimi na kijana mwenzangu kama mimi chombo kidogo cha maji na cha kutekea, fayastanji bil ma'i, basi mtume akistanji kwa maji. Muttafaqun alayhi. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، نكتكنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين. ابن عباس anasimulia kwamba mtume siku moja alipita kwenye makaburi mawili. Marra biqabrayn, alipita mtume kwenye pahala pana makaburi mawili. Basi fakala, mtume akasema ghafla kuambia maswahaba, najua nyie, innahuma yu'adhabani, hawa wawili walio hapa kaburi na hili wanaadhibiwa visa hivi kwa kwenye ngoma kubwa wanacheza, wanakiona cha mtuna kuna adhibiwa. Innahuma yu'adhabani, wawili hawa wanaadhibiwa, wama yu'adhabani fi kabirin, na wala hawaadhibiwi kwamba kuna jambo kubwa lisiloepukika kufanywa na wao hapa duniani, basi dharau. Wama yu'adhabani fi kabirin, na wala hawaadhibiwi kwa jambo kubwa. Yani wama yu'adhabani fi kabirin ay yakburu wa yashuku, yani jambo limekuwa kubwa na limekuwa na mashaka, alaihima juu yao, fi'lahu kulitenda, au lau arada an yaf'ala, lau itikama wangetaka kulifanya wangelifanya, lakini wamedharau. Wama yu'adhabani fi kabirin, na wala hawaadhibiwi kwa jambo kubwa sana lisiloepukika, basi dharau yao imewafanya waadhibiwe. Nini wamefanya watu hawa mpaka waadhibiwa hivi? Tayib. Amma ahaduhuma, ama mmoja wao, fakana la yastanzihu min al-bawl, alikuwa hajiepushi na mikojo, hajikingi na chembe za mikojo, anafanya kuondoka njiani tu, akistanji ovyo ovyo baracha anaondoa njiani tu, hajipelelezi. Mtume kaamrisha katika baadhi ya riwaya, idha bala ahadukum falyantur dhakarahu 3 marratin, atapofanya haja ndogo mmoja wenu na aiminye zakari yake mara 3, ili isikabakia matone baada ya kuondoka pale akamrejea tena. Kuna mshipa maalumu ukiupata huo, ile valve inakunjuka, basi akibaki kitu kwa muda ule wote utoa. La kama si hivyo itakuwa mtu akiondoka pale aondoka nao. Kwa hivyo dharau katika mkojo utamfanya mtu akaadhibiwe kaburini. Au chembe zile anapokojoa hachukui hadhari, anapiga pahala pagumu katika ardhi na ruka ile, na kuja kwenye nguo kwenye mwili hana habari. Ndio nao. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min al-bawl, ama mmoja wao alikuwa hajikingi na mikojo. Wa amma al-akharu, na wapili katika wanaoadhibiwa hapa, fakana yamshi bin namima, huyu yeye alikuwa anakwenda kwa chokochoko. Huyu atamwambia maneno haya na yule maneno yale, tahamaki watu hawafahamiani, anatia chokochoko, anagombanisha watu. Adabu yake ni kama mtume kapita kwenye ardhi juu, vishindo viko chini, mtume kapata habari navyo.
hawa wawili na adhibiwa hivi sasa. Rawahu aljamaa, hadithi hiyo wamesimulia maimamu wote saba akiwemo Bukhari na Muslim. Wa an Anas radhiyallahu anhu marfu'an, na kutokana Anas ibn Malik vile vile Mwenyezi Mungu amradhi, hadithi ambayo imerufaishwa mpaka kwa mtume, kwamba mtume kasema tanazzihu min albawli, jikingeni watu na mikojo, fa inna ammata adhab alqabr minhu, kwa sababu nyingi ya adhabu za kaburi zimesababishwa na mkojo. Istanzihu au tanazzahu min albawli, tanazzihu au tanazzahu, jikingeni na mikojo. Fa inna ammata adhab alqabr, kwa sababu nyingi ya adhabu za kaburi minhu, zimesababishwa na huo mkojo kama mtu ataudharau. Sehemu ya 12 katika mlango huu wa babu adabi qada'i alhaja, la 12, an la yastanjia biyaminihi, asistanji mtu kwa kutumia mkono wa kulia. Tanzihan laha, ili kuutakasa kwa mkono wa kulia, si kazi yake hayo ya kustanjia. Tanzihan laha, ili kuepusha huo mkono an mubasharati al-aqdari, kutokana na kuuvalisha uchafu. Mkono wa kulia si kazi yake hiyo. Lihadithi Abdurrahman ibn Zaid qala, kutokana na hadithi Abdurrahman ibn Zaid amesema, qila li Salman, falisemwa kuulizwa Salman al-Farisi, wanamuuliza makafir manasara, qad allamakum nabiyukum kulla shay'in hata al-khara'a, hivyo nyie mtume wenu ndio tuseme amekufundisheni kila kitu mpaka mambo ya kuhusu uchafu kuna chooni? Faqala Salmanu ajal, Salmani al-Farisi akajibu ndiyo. Manake walikuwa wanamwambia maneno haya kama kumtoa maanani yule mtume, ndio anafundisha kitu gani, inahusu nini mpaka kwenda chooni, tena kwenda chooni, ndio nini kwenda chooni. Yeye akashikilia kujibu ndiyo, katufundisha mpaka kwenda chooni, ndio utu kamili kwa hapo, ndio dini sahihi hiyo. Shati mfundishe mtu mpaka adabu za kwenda chooni, ndiyo. Lakini kama kuna dini hakuna mambo haya, basi si dini ya kweli. Shati mtu asafishwe barabara kabla ya kumwabudu Mola wake. Ama habari ya watu kutokujali najisi zao, kufanya haja alafu akawa mtu hana maji hana chochote, aondoka pale anakumta tu, anatia surualini, anakwenda kanisani, anakaa kitako juu ya benchi, abadan haiwezi kuwa dini ya kweli kama anaabudiwa Mungu kweli. Lakini la kama na jiti pale salamu limetongwa pale, masala mengine unaweza kulifanyia maskara hata hapo, maana si Mungu chochote. Unaweza ukalikalia pale una najisi na hivi, lakini Mungu wa kweli hakubali kabisa umkalie namna kama hiyo mbele yake kumwabudu. Inna Allaha tayyibun au inna Allaha jamil yuhibbul jamala, Mwenyezi Mungu ni mzuri bwana na anapenda mazuri yote. Akubali umkalie mbele yake una uchafu hivi. Ndio maana na mtume wake, ya ayyuhal mudaththir, ewe mwenye kujifunika, kumfa anzir, inuka uonye watu, wa rabbaka fakabbir, na Mola wako umtukuze kuliko chochote. Lakini kazi hii hutoweza kuifanya kwa ufanisi isipokuwa ufate miko hii ninayokupa sasa. Wa thiyabaka fatahir, na nguo zako uzisafishe. Hapa kwenye thiyabu watu wamekwenda kwenye maana kubwa sana. Sio nguo hizo peke yake tu, bali kuna mambo mengi hapo, mpaka moyo unaingia hapo, mwili pa kila kitu hapo kisafisha. Yaani huwezi kuabudu Mwenyezi Mungu na uchafu mpaka uchafu wa moyo, sheti pawe safi mpaka kifuani hapa. Iwe huna chengine, huna shirki, huna unayempenda mwingine. Ndiyo maana mwanzo ikaja wa rabbaka fakabbir. Sio kiwe kuna kitu kingine nyuma huko tena kinakwenda kutoa haja zako vile vile. Ukitaka mtoto kuna mzimu, sheti au Mwenyezi Mungu peke yake ndio mkubwa. Lakini pale panaashiriwa usafi wa thiyabaka fatahir wa rujza fahjur, na uovu wote uhame ukipiga kabisa namna kama hiyo. Basi Salman akajibu ndiyo, mtume wetu katufundisha kila kitu mpaka mambo yaliyohusu heshima za kwenda chooni vile vile. Na hana akazidi kuambia katika mtume sisi, annastakbila alqiblata, tusielekee kibla katika maeneo yaliyo wazi, bighaithin, kwa haja kubwa, au baulin, au kwa haja ndogo. Mtume wetu katufundisha tuheshimu nyumba ya Mungu ya Kaaba ile, inna awwala baytin wudi'a lin-nasi, tuheshimu kwa nyumba ile, kwa sababu waman yu'azzim sha'air Allah fa
innaha min taqwa alqulub, mwenye kutukuza mambo ya alama aloyaweka hayo ni ya kuabudiwa Mwenyezi Mungu, huo ndio ucha Mungu wa moyoni. Eti mtu aheshimu barabara yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu anamfanya aabudiwe, atajwe, atakaswe. Kama msikiti ni pahala ambapo Mwenyezi Mungu amepajalia ni pahala pa kuabudiwa yeye, basi panataka papewe heshima kubwa inayostahili nyumba ile. Lolote ambalo halifai kufanywa mle lisifanywe, iwe nyumba ya heshima kabisa. Basi mtume katukataza kuelekea kibla katika maeneo yaliyo wazi kama tulivyosoma katika mlango wa nyuma, au bighaitin kwa choo kikubwa, au bibaulin au kwa choo kidogo. Na vile vile mtume katukataza au nastanjia bilyamini, au anastanjia bilyamini, au kustanji kwa mkono wa kulia pia katukataza. Maana mkono wa kulia mambo yake si hayo. Mkono huu unaiwa chakula, mkono huu kama mtu anatoa kitu kumpa mtu anatoa kwa mkono huu, na akipokea anapokea mkono huu vile vile kulia, alimradi mambo yake ni hayo. Na mkono wa kushoto tena kustanji ndio mambo yake, lakini wa kulia si kazi yake kabisa hiyo. Na mtu wala asiseme kwamba amezaliwa mashoto, hakuna mashoto. Afanye kama inavyowezekana, atumie mkono wa kulia, hakuna mashoto katika kula. Mtume kamwambia mtu, we kula mkono wa kulia, alikuwa na kulia kushoto, kafanya jeuri, akamwambia la astati'u, siwezi. Huwezi? Basi la stafata, hutoweza tena wewe, hutoweza tena. Kajibu kwa jeuri na kibri, yani kama kwamba unaniingilia mie, si yale yangu mwenyewe, siwezi mie kulia kushoto, kulia. Akamwambia hutaweza tena. Basi naam, hakuweza tena kwa kauli ya mtume ile kuufikisha mkono wake hapa kinywani ulipooza. Hakuna mashoto ya kuzaliwa katika mambo haya. Mtu afanye mazoezi, akishamwona mwanawe kidogo tu anatumia kushoto toka dogoni hivi, aanze kumuidilisha sasa kwa kufuata sunna ya mtume. Shetani ndio anaokulia kushoto na kunywea kushoto. Habari ya kukamata umma ndio uzunguni, manake wao kazi yao kufirigisa jambo lolote la mitume. Wanakupa thikafa mila yao wao, uache Kiislamu ile. Ati kimejaliwa kile chombo cha kulia, kwa mfano umma unapokwenda mahala ambao wanaendesha wao mambo yale, mahotelini mle, umma ukamatie mkono wa kushoto na kisu mkono wa kulia, tena pale wewe umeshastarabika pale unakatakata na